قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Tuweke alama hapa. Aya ngapi hiyo ya 76 au? Tuweke alama hapa kwa sababu tukiingia kwenye nini wala majatu rusuluna lutan itakuwa tumechukua pande kubwa sana. Hata hivyo hili sijui kama tutaweza kulimaliza. Inshallah. Kwa hivyo tunaanza wa ila Thamuda. Hii wau inatuunganisha kule wala kad arsalna. Jana tulitafuta tukaiona kule nyuma kabisa. Kwa hivyo mambo yanaunga kule. Kwa hivyo wa ila Thamuda wala kad arsalna ila Thamuda akhahum Saliha ndo muradi wake, na tukatuma kwa Thamud ndugu yao Saleh. Kama ilipokuwa kule kwa Hud kwa Adi tumetuma Hudi, basi na kwa Thamud tumetuma nani? Saleh. Ni Thamud ni kabila zima, zamani ilikuwa kabila na taifa kitu kimoja. Kwa zamani kabla ya dunia haijawa na migao ya mipaka tulionayo sasa, ilikuwa watu wa kabila moja ndio wanatengeneza taifa moja, inakuwa chiefdom, uchifu mmoja. Na ndio unakuta mfano mpaka leo kuna baadhi ya maeneo imebaki hiyo, lakini kila mahala ilipobaki panakuwa ni sehemu ya migogoro kwa mfumo wa dunia leo. Kwa mfano Israeli ni nchi, lakini Israeli vile vile ni kabila, ni jamii. Kwa hivyo imekuwa wao kwa kabila lao na nchi yao. Hatuseme hakuna wasoko wa Israeli mle ndani, lakini wanakuwa ni watu kidogo na hawana nguvu ya uamuzi. Somali ndio vile vile. Somali ni kabila na Somali ni nchi. Kwa ndani ya Somalia wanakuwa wenyewe tu wa Somali.
Hatusemi hamna wengine, lakini wanakuwa hawana nguvu ya uamuzi. Wale wengine ni kidogo sana, kwa inakuwa nchi na kabila. Na maisha ya kitajwa mataifa ya aina hii, unapata kitu kwamba mara nyingi panakuwa pani mahala penye migogoro. Hapa ishi migogoro kwa sababu wanakaa kikabila. Akija mgeni kidogo tatizo. Wakigombana wao kwa wao, linakuwa ni taifa na ukoo na kabila vyote vishagombana. Baadaye dunia imebadilika, tumekuwa na mipaka, kwa hivyo imekuwa makabila. Hata Burundi nako vile vile mashaka yake yanakuwa ni hayo. Mara nyingi sana kunakuwa nchi na kabila vinakaa karibu. Kwa hivyo na zama hizo ilikuwa Adi ni ukoo au kabila na Thamudi ni ukoo au kabila, na nchi zao zilikuwa ardhi ya Adi na ardhi ya Thamudi, ambazo kwa sasa zimo ndani ya Yemen. Moja iko kaskazini, moja iko kusini. Tumefahamiana? Zamani ilikuwa ni mataifa ya kikabila. Basi wa ila Thamuda, na tumetuma kwa taifa la Thamudi, akhahum, ndugu yao, yani mtu wa damu yao, mtu wa taifa lile, ukoo ule, jamii ile. Na hili vile vile wanaambiwa Makuraishi kwa upande wa pili kwamba na nyie Maka tumemtuma Muhammad wa jamii yenu, ndugu yenu. Mnampingaje? Mnarudia kufanya makosa kama waliofanya Thamudi kumpinga ndugu yao Saleh, na kama waliofanya Adi kumpinga ndugu yao Hudi. Wa ila Thamuda akhahum Saleh, qala, akasema ndugu yao huyo Saleh, ya qaumi, enyi watu wangu, ibudullaha, muabuduni Mwenyezi Mungu, malakum min ilahin ghairu, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye, hamna. Ndio ile la ilaha illa Allah. Na mitume wote wanafanya kazi hiyo ya kusema la ilaha illa Allah. Kinachokuja tofauti ni upande wa rasul. Ndio wakakombeni wale bora mpaka leo wakizika wanakuja na dhikri tangu msikitini mpaka makaburini. Yule mtu wao anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Adam Rasulullah, na wale wanaitikia. Ikimalizika hapo Idrisa Rasulullah, ikishapo inakuja kuingia Nuh Rasulullah, inakwenda mpaka inafika kwa Muhammad. Yani wana ile la ilaha illallah inakuwa ile, lakini mtume anafanyaje? Anabadilika. Inakuwa kama vile Tanzania, alafu rais wa kwanza Nyerere, Tanzania rais wa pili Mwinyi, Tanzania rais wa tatu Mkapa, Tanzania rais wa nne Kikwete, Tanzania rais wa tano Magufuli, Tanzania rais wa sita Samia, hivi. Lakini kule nyuma inakuwa ile nchi moja, alafu wanakuja kubadilika wa viongozi. Sasa ile tauhidi ya la ilaha illallah katika dini ni ile moja, walikubadilika mitume tu. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo dini hii kimsingi ni moja tu, kwa sababu yote imesimama kwenye la ilaha illa Allah. Shina ni lile moja, matawi inakuja sa mitume kwa mujibu wa idadi ya mitume wanapokwenda na kwa mujibu wa zama zao, lakini dini asili yake ni moja. Inna dina inda Allahi al-Islam. Kwa malakum min ilahin ghairu, wakaambia hamna nyinyi mwabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Halafu anawaambia huwa anshaakum min al-ardhi, yeye amekuanzisheni katika dunia. Kakuanzisheni yeye katika hii dunia, hamkujianzisha wenyewe wala mkuanzishwa na mwingine. Kakuanzisheni yeye. Anshaa ni kuanzisha. Inna anshanahunna inshaa faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Kuhusu wanawake wa peponi atakao waumba Mwenyezi Mungu, asema inna anshanahunna inshaa, sisi tumewaanzisha wao mwanzisho wao maalum, sio hawa wa huko. Hawa wana mwanzisho mwingine. Kuwa anshaakum, yeye Mwenyezi Mungu kakuanzisheni min al-ardhi, katika hii ardhi, wastamarakum fiha, na akakuimarisheni katika hii ardhi. Istimar ni kuimarisha, mkawa imara. Kakuanzisheni alafu kakuimarisheni. Na binadamu kaanza, ardhi haijawa imara kwake, naye hajawa imara kwa ardhi. Sababu mwanadamu kaanza hajui kupika. Alipoona vitu vinakauka, na vingine vikikauka ndo vinakuwa vizuri zaidi kuliko vikibaki vibichi, akaona kwa nini sasa nisifanye kazi ya kukausha.
Alipogundua moto akasema kwa nini nisichome? Ndio akaanza na kuchoma sasa. Na kwa hivyo kila muhogo mbichi na ukila muhogo wa kuchoma ni vitu viwili tofauti. Ukila ndizi mbichi na ndizi ya kuchoma ni vitu tofauti. Akaanza na hiyo mpaka alipokuja kutengeneza chungu, akaja katia maji, akaanza vya kuchemsha. Hata alipokuja kugundua mafuta kutoka kwenye miti kama nazi na vitu vingine, akaanza sasa vya kutokosa, vya kupwaga na nazi, vya kutia mafuta. Hivyo hivyo kasogea mbele. Lakini anshaakum wastamarakum, akakuimarisheni katika ardhi mkawa mmeendelea zaidi. Na binadamu na wanyama wengine unaweza kusema mambo ya msingi ni yale yale. Ndio maana baadhi ya wanasayansi walikuwa hawana dini walipata shida sana kujua asili ya binadamu. Wakasema asili ya binadamu ni nyani, chimpanzi. Chimpanzi ni nyani. Kwa sababu wamemwona yule nyani na binadamu wana vitu vingi vinavyofanana. Isipokuwa nyani ana mkia. Binadamu hana nini? Hana mkia. Alafu nyani aghlabu kapinda hivi, wanadamu kanyooka. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ada amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Mwanadamu ni sawiyan, sio mukibban. Hajapinda. Wakaona labda nyani, lakini sasa wanaambiwa mbona nyani haendelei? Yeye akilila tunda analila liloiva, lakini hajui kulipika. Nyani tu siku gani alipika ndizi ya mkono wa tembo au ndizi ya mzuzu? Akaitia na nazi na hiliki, lini alifanya hivyo? Lakini akikuta anaila. Nyani atakula papai, atakula ndizi, atakula tango, lakini hajafikiria hata siku moja kuyachanganya akafanya fruti. Lini alifanya hayo? Hakuna. Kwa hivyo nyani hakuendelea katika kupika na kufanya vitu vingine, anakula kitu kilichokuwa tayari. Binadamu kilichokuwa tayari anakila, na kile ambacho kiko tayari anakitayarisha. Stamara kumpia. Mwanadamu kaugundua muhogo, lakini baada ya kugundua muhogo akaamua kuwa na shamba sala mihogo akapanda. Nyani kaugundua muhogo, lakini hajaamua hata siku moja kupanda mashamba ya mihogo. Na unajua kwamba nyani, siku moja nilimwambia mtaalamu mmoja alikuwa kishaanza kuamini hiyo, inaitwa Darwinism theory ya Darwin. Huyo jamaa alikuja na hiyo nadharia kwamba binadamu alikuwa chimpanzi, alikuwa nyani. Mbovu kabisa nadharia. Na asili yake ni Myahudi huyu Darwin. Ndio kaingia katika mambo ya Ulaya na nini, kapotosha watu sana kwenye nadharia yake katika sayansi. Mpaka miaka karibuni baadhi ya wanasayansi walikuwa wanaendelea kumwamini tu mtu mpumbavu kama yeye, hakuna katika nadharia hii. Tusamwamini mpumbavu. Sisi tuna Mungu anatuongoza bwana. Tuweze kukubaliana na upumbavu wa Darwin. Nyani alivyokuwa khabithi, anaweza kwenda akaukuta muhogo, uko chini, mti wa muhogo umeota na majani. Anakaa anatia mkia kwenye kile kijiti cha muhogo, alafu anazonga, anafunga kama kamba, alafu anakwenda mbele. Anafanyaje hapo? Anaungoa. Akisha ukhabithi wake anakaa kitako hapo hapo. Anaumenya kwa meno, anakula. Akimaliza wewe kurudi unakuta tu shina liko nje, maganda. Lakini binadamu baada ya kungoa, akitaka na utafuna mbichi, akitaka anafanyaje? Anauanika, akisha kuanika anautwanga, unakuwa unga, anasonga ugali au anapika makopa. Akitaka anakwenda kula ule mbichi wa kuchemsha, akitaka anautia nazi. Siku hizi kuna wakukaanga na kachumbari. Kasogea mbele zaidi, wastamarakum fiha, akakuimarisheni humo ndani ya nini? Ndani ya dunia yenyewe mkao imara kuliko mnyama mwingine yoyote. Simba anawinda mnyama, lakini akisha kumwinda anamla vile vile alivyo na damu yake. Binadamu anawinda mnyama, akisha sasa anamkatakata, anamtia chumvi, anamchemsha au anamchoma au anamkanga au anamwanika, anafanya anachotaka yeye, anakiendeleza kile kitu. Stamarakum. Yeah. Ndege wanakula samaki, wako wanaruka wakala dagaa saladini, wakala samaki wengine, lakini sasa tukishakuvua samaki hatuliwa bichi, tunawafanyia michakato yao mpaka tunakula. Yote wastamarakum. Yeah. Tumefahamiana? Mwanadamu akikuta maji machafu anaweka filter au anatia shabu, anayachuja, vumbi linakwenda chini, anapata maji safi. Mnyama akiyakuta anakunywa hivyo kama alivyo. Kama nyinyi kakuimarisheni katika hii dunia. Anshaakum wastamarakum, mambo mawili Mwenyezi Mungu. Kakuanzisheni katika hii dunia na kakuendelezeni, kakupeni maendeleo
kakuimarisheni via ndani ya dunia. Kwa hivyo fastaghfiru, muombeni msamaha yeye pale mlipokosea. Hizo neema kubwa akakupeni. Sasa kama mlifanya makosa katika matumizi ya neema hizi, fastaghfiru, muombeni nini? Msamaha. Mmemkosea. Neema kubwa akakupeni, kakutofautisheni na wanyama na wadudu na miti na mawe na mchanga na kila kitu, nyinyi mkapata ustaarabu. Kwa hivyo mlipomkosea, fastaghfiru, muombeni msamaha. Thumma tubu ilayhi, kisha tubuni kwake. Yani mrudi, mkishaomba msamaha mrudi kwenye mstari tena. Isiwe kazi yako kuomba msamaha alafu unafanya kosa lile lile. Tubu. Kutubu manake kuacha sasa lile kosa na kuwa na mwendo safi. Unaomba msamaha alafu unatubu. Isiwe wewe raba kazi yako kufuta alafu unachora tena pale pale ulipofuta. Karatasi itatoboka. Ukishafuta tena usifanye lile kosa ulilofanya mwanzo. Kisha rudi ni kwake, mfuate mstari aliotaka Mwenyezi Mungu katika nini? Katika maisha. Maneno mazito kama haya anawaambia Saleh watu wake alayhi salam. Inna rabbi, hakika Mola wangu, karibun mujibun, yuko karibu na ni mwenye kuitikia. Msifikiri mkitubu na mkarudi kwake yuko mbali na hasikii mnachokisema. Hapana, yuko karibu na anaitikia maombi yenu, atasamehe, atakurekebisheni. Hizo ni sifa za Mwenyezi Mungu, al-Qaribul Mujibu. Kwa hivyo mwe na matumaini kwa upande wa Mwenyezi Mungu kwamba mkimwomba msamaha na kutubu kwake, anasikia, yuko karibu na nyinyi, ataitikia maombi yenu, atakusameheni. Wa idha salaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Qalu, tizama maneno mazuri yote haya anayoyasema Nabii Saleh kuambia watu wake wa taifa la Thamud, kabila la Thamud. Lakini sikiliza hayo majibu, ujue kazi ya da'wa jinsi ilivyo ngumu. Wewe unakwenda kwa lugha ya kubembeleza, wewe unakwenda kwa lugha ya kushawishi, au wanasema convincing language, unatumia lugha ya kumjengea hoja mpaka akubali mtu. Lakini majibu yanakuja ya kifedhuli, ya kukatisha nini? Tamaa. Lakini ndio kazi ya da'wa inavyokuwa. Qalu, wakasema, ya Salihu, we Saleh, we kad kunta fina marjuwan, ulikuwa ndani yetu mtarajiwa wewe. Marjuwan, mtarajiwa, ndio wanasiasa wanalo sasa hivi, mgombea mtarajiwa, rais mtarajiwa, expected president. Ulikuwa mtarajiwa kwetu sisi, yani kwa tunakutarajia utakuwa mtu wa maana sana, utashirikiana na sisi katika mambo mengi sana, utatusaidia sana, tulikuwa na mtu mwenye busara wewe. Kumbe mpumbavu kiasi hichi. Kad kunta fina marjuwan. Hata sisi kwenye familia tunasema hiyo. We mwanangu, ulikuwa nakutarajia ndio unafanya mambo haya. Yani mzazi naye anaweka matarajio kwa nani? Kwa mwanawe. Na mwalimu anaweka matarajio kwa kwa wanafunzi. Na ndio maana kama kwenye mtihani akasikia mwanafunzi aliyemtarajia kafeli, na mwalimu naye anaumia ndani ya mtihani kwa sababu alijenga matarajio. Hao walikuwa na matarajio, lakini sio haya ya kuwakataza mambo na kuwapa amri za ibada. Walikuwa watarajia atakuwa kiongozi, ataendeleza mambo yale yale wanaoyataka. Kad kunta fina, hakika ulikuwa ndani yetu marjuwan, mtarajiwa we. Tunakutarajia uwe ni mtu wa maana sana kwetu sisi. Tena si kabla hadha, kabla hili jambo uliloleta sasa hivi la kutuambia sijui istaghfiru rabbakum thumma tubu na nini, kabla hapa sasa tushakukatia tamaa. Kabla hapa sio tunakutarajia vizuri we, lakini naona umetuvunja moyo kwa kweli. Wanamwambia namna hiyo. Sasa wanamhoji, atanana, ndo unatukataza anaabuda, kuabudu ma yaabudu abauna, kile ambacho wanaabudu baba zetu? Ndo au je? Istifham inkari wa taubihi. Wanahoji kwa njia ya kupinga na kukebehi, kubeza. Atanana,
ndio unatukataza anaabuda ma yaabudu abauna, kuabudu wanachokiabudu baba zetu. Sisi tumerithi mambo haya, unatukataza kwenye mila na desturi na tamaduni zetu. Na hii muda mwingi utaiona katika Qur'ani kwenye mijadala ya manabii na watu wao. Wale wanaowapinga wanajenga sana hoja ya urithi, kwamba tumewakuta wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna, tumewakuta baba zetu kwa kitambo wanayafanya haya, na sisi juu ya nyayo zao tunapita umo bandika bandua, hatuondoki. Qur'ani inawajibu awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wala yataduna, hata kama baba zao walikuwa hawazingatii jambo wala hawajaongoka, basi watawafuata. Kama babako alikuwa baradhuli, mbona useme na mimi nafuata nyayo zake? Kwani nyayo zinafuatwa katika khairi, ati hazifuatwi katika shari? Kama babako alikuwa mwizi, mbona useme na mimi nafuata nyayo zake? Utaacha lile kama ni baya. Kwa hivyo usijenge hoja ya kurithi. Tizama unarithi kitu gani? Kama baba yako alikuwa anavuta bangi, ndio useme na mimi narithi bangi ya baba? Itakuwa ni akili hiyo? Si akili. Kwa hivyo akasema hivyo, wa inna na hakika sisi la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Wa innana na hakika sisi la fi shakkin, kweli tumbo ndani ya shaka, mimma tad'una, dhidi ya yale unaotulingania, ilayhi kwa mambo hayo, muribun, tatanishi, muribin, shaka tatanishi, raiba manake ni shaka yenye utata. Unatutia shaka, tatanishi, shaka yenye nini? Kututatanisha, hatujui tukufate kwa hoja ipi, unatuchanganya. Ndio muribu, inatokana kule raibu, la raiba fi, shaka tatanishi, inatutatanisha shaka yako, shaka unaotutia sisi hiyo ya kwamba tuache walikuwa wanafuata baba zetu. Kwani walikuwa wapumbavu? Kwani walikuwa wajinga wale? Ndio wanapojitetea. Qala, akasema kwa kubembeleza, ya qaumi, enyi watu wangu, ya qaumi, lakini ya huyo mahdhufa, ya qaumi kwa kisra tu, enyi watu wangu, araaitum, mnaonaje? Araaitum, mnaonaje? Yani nini rai yenu? Si kwa macho hapa, rai kwa maana ya mawazo. Maana ya pili ya araaitum, mnaonaje? In kuntu ala bayinatin, ikiwa niko juu ya hoja, min rabbi, kutoka Mola wangu. Kwa maana haya ndio yasema yana hoja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yana ushahidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya ndio yasema. Wa atani minhu, na amenipa kutoka kwake, rahmatan, rehma, huruma, ni kuoneni huruma nyinyi. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huruma ni ile ya kuwafanyia da'wa, kwa sababu angesema Mungu umekeshanionyesha hoja, hao ni wapumbavu, basi wajinga ndo wali wao, nikawaacha. Lazima Mungu kalipa na huruma tena kutoka kwake, wahurumie, waambie, huenda wakafahamu, huenda wakaongoka. Wa atani rahmatan minhu, rahmatan, na amenipa kutoka kwake rehema, huruma. Faman yansuruni, basi nani atanitetea mimi, min Allah, dhidi ya Mwenyezi Mungu, ina asaituhu, ikiwa nitamuasi, nitaacha kukwambieni. Maana nikisema basi mimi nawaacha kama walivyo, Mungu akiniambia wewe si nilikupa hoja wewe, halafu si nikakupa na huruma, kwa nini ukuwahurumia wenzako? Kwa hivyo mimi mwenyewe kwanza kukupeni hii kazi, kukupeni haya mawaidha na hii dawa, najiokoa mie kwa Mwenyezi Mungu pia, msije nikalaumiwa kwamba ulikuwa unayajua na tulikupa huruma hukuifanyia kazi. Na ndio maana Mtume sallam katika ile Hijjatul Wadai, kwenye mkutano ule mkubwa kabisa, asema hal ballagtu, je nimefikisha? Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad. Ewe Allah shuhudia nimewafikishia ujumbe hawa, ili isije tena siku ya kiyama kwamba ulijua ukanyamaza. Tumefahamiana? Kwa hivyo na hawa, yeye peke yake anajitetea kwanza kwa Mwenyezi Mungu,
Mitume wanafanya hivyo kwamba nisije nikaambiwa kwa nini ukufikisha. Ngoja nifikishe bwana. Kwanza nijiondolee mimi jukumu la kuwafikishia wenzangu. Alafu swala kuongoka litakuwa lao. Fama turidunani ghaira taksirin. Basi nyinyi hamnitakii mimi isipokuwa kula khasara tu. Nyinyi mnanitakia mimi ile khasara. Taksir, kupata khasara, nipate khasara. Kwa maana nimepewa ujumbe, nimepewa hoja, nimepewa na huruma, alafu mimi nibane kimya ninyamaze. Na hii inakwenda kwenye mambo mengi. Kuna mtu amepata elimu ya matibabu, anajua kutibu au kusaidia wagonjwa, lakini akabana kimya, akasema wache wafe wewe. Niwasaidie kwa sababu gani? Siku ya kiyama huyu ataingia katika madhalimu. Kwa sababu Mungu kampa neema, alafu kafanyaje? Kaizuia. Wengine ana elimu, asema fani hii sitoi, nitakufa nayo. Wote wabaki wajinga. Mwerevu niwe peke yangu kwa fani hii. Kabania elimu. Na wako waliofanya hivyo. Wamebania elimu mpaka wamekufa nazo. Sitoi. Aje mwingine asifiwe baada yangu mimi, nisifiwe mimi tu kwa elimu hii. Anataka sifa. Siku ya kiyama atakuja kuulizwa zote neema hizo ulizopewa wewe, kwa nini ukuzitumia kuwasaidia wenzako? Kwa hivyo na mimi naogopa amniongezee isipokuwa kula hasara tu, nitapata hasara. Kwa hivyo kwanza nayasema haya kujiondoa mie kwenye dhima. Muona dawa, kazi ya dawa ngumu kweli kweli. Kwanza ujiondoe wewe kwenye dhima, kwa kile jambo unalijua uambie watu. Wa ya kaumi, anaendelea kubembeleza, na enyi watu wangu, hadhihi naqatullahi, huyu ni ngamia wa Mungu. Tena ni ngamia jike. Naka anakuwa ngamia jike. Jamal ndo ngamia dume. Naka aghlabu ni ngamia jike. Hadhihi naqatullahi ndio ngamia jike inapotumika. Huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu. Na wanajua wafugaji kwamba mfugo ukiwa jike ndo unaweza kuendeleza, dume aliendelezi. Ukimpa mtu zawadi ya jogoo maana yake umempa kiteweo, lakini ukimpa mtu zawadi ya koo maana yake umempa mfugo. Ndio maana wale wanyama ambao hatupendi kuwafuga sana, unaohitaji kidogo utaki ya kuzalie, unapenda dume, kama vile paka. Watu wengi wanapenda paka, nyumbani kwake wanapaka dume, sio paka jike. Kwa sababu anajua atakwenda kugonga huko, haleti watoto. Lakini paka jike atakuzalia ukoo hapa, itakuwa kazi. Au kanya yule kakojoa. Na yule ambaye anataka mbwa kwa ajili tu ya matumizi ya nyumbani tu anapenda dume. Lakini anataka mbwa kwa ajili ya shamba, mifugo, anataka jike. Kwa sababu atapata wengi wa kumsaidia. Kila mmoja na madhumuni yake katika mfugo. Ukiambiwa fuge simba jike na simba dume, utafuga yupi? Dume bwana, jike likikuletea mitoto ya simba pale mwisho nyumba itakuwa haikaliki. Ya kaumi hadhi naqatullahi, huyu ni ngamia wa Mungu. Kaitwa ngamia wa Mungu wakati mali zote za Mwenyezi Mungu. Lakini kwa desturi ngamia akimilikiwa na mtu anaitwa ngamia wa mtu. Ni ngamia wa mtu fulani, kama ng'ombe wa mtu fulani. Sasa huyu kwa nini aitwe ngamia wa Mungu? Maana yake ni speciali, kitu maalumu hichi. Si ngamia wa kawaida, ndio kaitwa naqatullah. Kule kasema naqatullah, faqala rasulullah naqatullah wasuqu fakadhabuhu fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim wala yakhafu. Ndio hii habari za huyu. Kule zimeletwa kwa namna nyingine. Naqatullah kule ni mansubun litahdhiri, ihdharu naqatullah, mafulu mbili fi'li ma'dhuf taqdiru ihdharu. Hadhihi naqatullah, hapa kuna rafu dhamma. Huyu ni ngamia wa Mungu. Lakum, mnayo ayatan, alama, au kwenu nyinyi ni alama. Huyu ndio ule muujiza, kwamba huyu katengenezwa maalum. Kwenu nyinyi ni alama, kwenu nyinyi ni muujiza. Pana mambo mengi anasemwa kuhusu ngamia huyu.
katika vitabu vya tafsiri na maelezo mbalimbali. Mengine yanaweza kuwa na ukweli, mengine yanaweza kuwa yameongezwa chumvi, lakini kwa muhtasari tunakigusia kisa chake kwa muhtasari. Na nilipokuwa nikitafsiri juzu ya amma, nilipofika kwenye sura iliyohusu nilisema vile vile, lakini ndio wengine wameshasahau, wengine hawakuwepo, wengine hivi, naileta kwa muhtasari. Kwa muhtasari ni kwamba watu wa Nabii Saleh walichachamaa, wakamwambia si hatuwezi kukuamini wewe mpaka utufanyie jambo kubwa kabisa linalothibitisha kwa Mungu kakutuma. Hivi tuje useme msifanye hili msifanye hili, Mungu alitaki kanituma, si hatukubali mambo hayo. Na hii mpaka leo ipo duniani. Kuna baadhi ya watu kama hujafanya makarama au miujiza hawakuamini. Wao lazima ufanye kitu kisichokuwa cha kawaida ndio wataamini. Sasa kuna mambo wengine wanasema palikuwa pana jabali katika kijiji chao, liko mbali, lakini ile jabali limechongeka kama sehemu fulani hivi, kama kuna kichwa cha ngamia hivi na shingo yake katika hilo simulizi. Kwa hivyo mara nyingi walikuwa wakipita, walikuwa wasema lile jabali pale limekaa kama ngamia, yule kakaa kama ngamia, zile taswira zao. Watu wa vijijini na mashamba wanafahamu hiyo. Kuna miti wakati mwingine nayo inakaa katika taswira fulani. Wewe ukapita hivi ukasema ule mtu umekaa kama unasalimia, maana tawi lake linakoza matawi hivi na limetokeza limekaa hivi. Ukipiga upepo linafanya hivi linarudi usa. Ule mti kama unasalimia au mkono ule mibui wakati mwingine unaona kama ina macho huku na huku alafu yamefumba. Sasa hii kama mtu kafumba macho pale, zile taswira tunazitengeneza sisi kutoka na kile kiumbe kilichokaa pale. Na kwenye majabali inatokea hivyo hivyo. Hii njia ya Singida hii kubwa ile kwenda Tabora, kuna sehemu napishana na milima, alafu juu mlimani kule kuna jiwe la duara jingine liko juu ya kilele cha mlima. Sasa tunasema utafikiri mwanamke hivi kajitwika mtungi, halafu najiuliza halianguki lile kwa upepo. Hata hii paje Bwejuu Jambiani kuna mawe wakati mwingine yamekaa hivi, ukiangalia utaona kama kuna shape fulani kule juu. Kwa hivyo wanasema walikuwa wanaona kama shape ya ngamia, wakamwambia kama kweli Mungu kakutuma wewe, tunataka lile jiwe pale ligeuke ngamia, aje zake tunamuona. Ndio demand, ndio mahitaji waliompelekea. Vingi vitabu vinasema. Akaambia jamani, msimjaribu Mungu. Mungu anaweza kila kitu. Msimjaribu. Wakasema usitutishe bwana, wewe hajakutuma Mungu. Kama angekutuma angekubali. Kama hujaleta na sisi hatukuamini. Akaambia enyi Mungu hajaribiwi bwana, na akileta jambo la miujiza anakuja na jambo litakushindeni. Akasema usitutishe, fanya we. Jamaa akasali rak'ataini. Sijida ya mwisho ile kukaa tu nasikia jabali kaka kitako tayari kutoa salamu, tayari ngamia huyo anakuja kutoka jabalini. Bang. Wakashtuka, ngamia. Akaambia huyu hapo anakuja zake. Mnasemaje? Sasa huyu umeshaambiwa kaja na sharti. Wale jamaa walikuwa na dimbu ya kisima hivi kikubwa, lakini kisima kina maji ya kujigida. Yaani yale maji ya kwamba yatulie baada ya masaa 6 hivi yapande. Akaambia ngamia akinywa yeye mara moja anafuta maji yote. Akitia vishingo akinyanyuka na huko kisimani hamna kitu. Kwa hivyo ikiwa nyie mnachota kila siku maji, sasa siku 2 uchote mara moja. Siku moja iwe yake na siku moja iwe yenu. Maji kwa mgao. Maji kwa mgao. Wakaona hichi kimbembe. Wakenda naye kiasi cha mwezi hivi, wakaona la mambo magumu. Manake sasa ndoo moja utumie siku 2. Kukoga, kujipaka paka, kunywa maji, kuchubua tu. Wakaanza kukaa, wakasema bwana huyu hatufai, ngamia huyu tumuue. Akatokea mtu mmoja, yeye anajipa nafasi kwamba ni mkorofi. Anajiita hakuna mtu kunishinda mimi kwa ukorofi. Shenzi wote na uweza. Wakaambia tunakupa ofa, tutakuchangia kijiji kizima sisi tukusaidie.
chochote tunachotaka tukupe, lakini kamuue tu ngamia. Na ngamia yule hana kamba, hana nini, haitwi akaitika, yeye anazunguka tu, anatembea anapotaka, na ukisogea anakupiga teke, hakamatiki. Basi akamwambia kazi yake ndogo, nileteeni mie sime. Sime ni kisu chenye makali pande zote mbili, na kinakuwa kirefu na kina ncha. Ukitaka kutengeneza sime kwa haraka haraka, tafuta lile slasher, panga la kufyekea majani, alafu kata kile kipande kilichopinda, alafu kitie mpini, utaipata sime. Kwa sababu lile linakata huku na huku, na mbele kuna ncha, linakuwa sime. Watu wa bara sime wanajua sana, wanakuwa nayo sana. Wamasai ndio wenyewe na kila kitu. Ni namna kama ya panga hivi, lakini nakata huku na wakampa sime safi. Akasema sasa mfanyieni zogo ngamia mkimwona. Wakamfanyia zogo, na ngamia akifanywa zogo anakwenda mbio vile anakimbia. Akawa naye anakwenda naye mbio, anakwenda naye mbio, anakwenda naye mbio, mpaka alipofika naye sambamba, akamtia sime kwenye tumbo, akazungusha hivi, akatoa. Ikawa kama vile katoboa tikiti. Unajua tikiti linapotobolewa vile, chap nazungushwa, kinatoka kipande. Kutoka kipande tundu le wazi, madamu yanamwagika. Ile ndio inaitwa aqr, akamtumbua. Kilichotokea hapo sikwambii. Faaqaruha, akasema hadhi naqatullah, huyu ngamia Mwenyezi Mungu, lakum ayatan, kwenu nyie ni muujiza. Fadharuha, basi mwacheni, taakul fi ardhillahi, ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, awe kama ngamia koko, hana mwenyewe, anazunguka tu kwenye mji wao, anachokuta anakula, basi mwacheni. Na maji ndio hayo. Kule kwingine kasema la hashirbun walakum shirbu yaumin maalum, yeye atakuwa na mgao wake wa kunywa, na nyie mtakuwa na mgao wenu wa kunywa katika siku maalum. Mwacheni, anakula katika ardhi ya Mwenyezi Mungu. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse kwa ubaya huyu, msimpige jiwe, wala msimpige mshare, wala mkuki, wala panga, wala kisu, wala msimrushie taka, msimfanye chochote kibaya. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse kwa ubaya, mwacheni. Mmeyataka wenyewe, kinyago cha mpapure kinawabana wenyewe. Sasa hivi mmekichonga wenyewe, kinawabana wenyewe. Kwa hivyo msimguse kwa ubaya. Kwa nini? Fayakhudhukum adhabun qaribun, itakuchukueni adhabu ya karibuni, ya haraka haraka. Mungu hatokupeni tena muda, mkimfanyia ubaya na yeye analeta kitu, si mmeshindana naye. Ndio yale mambo ya zamani, unamwambia mtu wewe una pesa bwana, unayo pesa mfukoni, shilingi 5000 zinaweza kutimia humo? Lofa tu, wewe una chochote, sema kama ninazo nikufanye nini? Nipige konzi. Anavuta pochi, anakuhesabia pale 5000, unaweka kichwa, anakuachia koto. Kule kwetu unaitwa koto, nyumbani kule Pemba wanaita koto. Wewe utajikuna siku 7. Kila ukikumbuka koto inipata, unaitaka mwenyewe. Si kwa sababu umetaka kupekua pochi la mtu. Sasa Mwenyezi Mungu unataka umpekue, aoneshe uwezo wake. Na wewe kakupa mtihani katika hii dunia, kakupa mamlaka, uishi kwa kanuni, aje akulipe pepo, na ukifanya uharibifu akulipe moto. Sasa unataka umpekue uwezo wake? Koto na kuachia kitu si cha kawaida. Kwa hivyo fayakhudhukum adhabun qarib, itakushikeni adhabu ya karibuni, wala haitochelewa. Mmeyataka wenyewe, wacheni, mwacheni aishi mpaka hapo Mungu atakapomchukua. Awe ngamia koko, hana mwenyewe, anakula anavyotaka, anakunywa anavyo. Na wao jamaa wale walikuwa dimbwi lao la maji moja tu, ndo hilo. Akipiga siku moja jamaa yule, siku ile yote hawana maji. Inabidi wasubiri siku ya pili, na siku ya pili kila mtu akishapata achote, na kwa ajili ya kesho kabisa reserve. Faaqaruha,
wakamtumbua. Aqr ni kutumbua, faaqaruha, wakamtumbua. Kutumbua manake ni kukitoboa kitu kilichoviringa, kilichofunika mithili ya duara hivi, alafu ndani yake kuna hewa au maji maji, ndio kutumbua. Kama unavyotumbua jipu, wakamtumbua, ndio aqr. Na hii aqri inaruhusiwa katika sheria ikiwa mnyama ni mkorofi hakamatiki, inaruhusiwa. Na inapendelewa zaidi kwenye shingo au sehemu ya juu ya kifua hapa, au kwenye shingo. Ikishindikana tena hata kwenye tumbo, lakini akiwa mkorofi. Wako wazee wengine wa zamani walikuwa wanawinda mnyama pori halafu wanamtumbua. Au kiboko, jamaa zako wa Sandawi wale wadani, anakwenda mbio anamfukuza mnyama na sime yake, na akifika ule mnyama anamrukia yeye, anapona mtumbua. Ngumu, si mchezo, maana mnyama wa porini unamjua anapokuwa. Lakini ng'ombe anaweza kufanywa hivyo. Kwa mfano, siku moja ilitokea hapa Zanzibar, watu wakati wanachinja ng'ombe walishamwangusha chini, wamemfunga kamba, kumbe zile kamba hawajazikaza vizuri. Yani kile kitanzi cha kamba wamekifanya kama tai. Unajua tai inaletwa hapo, hakazi mtu sana vitamkabaro, anaweka jepesi, akitia kidole tu fia hivi inafunguka. Au kama nyuzi za viatu, wengine watabia kukaza, wengine kidogo wakailegeza hivi. Sasa umemlaza kisu, kishapita hapa kuchana hii ngozi, yeye anapapatua zikafunguka zile. Rusha maguu na mateke kila mmoja mbali. Tena bwana, wanyama walipokuwa kama wanajua, mateke yao huwa yanapiga sehemu za kusini mwa mwili huko, hawapigi juu huko kwenda kutumbua madubwana na wao. Mara unazitapika zile, zinakuja zote mbili juu, zinatoka kwa mdomo. Wakamwacha mbio, kaingia porini, anachuruzika madamu hapa, lakini hajachinjika, akafanya donda tu huko porini alikoingia. Akimkuta mtu yoyote anasema ndo wale unataka kunimaliza, tandika pembe. Anayemkuta tandika pembe, mkubwa mdogo, ana hasira na kila binadamu. Wakauliza, huyu sasa afanyweje? Ikaingia porini, sema huyu sasa anawindwa. Kuna kanuni ya kifiki inasema idha nadda sida, atakapotoroka atawindwa. Kwa hivyo anageuka kama mnyama pori. Sasa huyu inaruhusiwa kumpiga risasi, inaruhusiwa kumpiga mshare, inaruhusiwa kumpiga mkuki, inaruhusiwa kumfukuza na ile sime, alafu kenda ukamtumbua, itajuzu kumfanyia akri, na inakuwa ni halala mtaiba kumla kama mnyama wa porini vile anapowindwa. Tumefahamiana? Basi hao wakamuinda, wakamtumbua, faaqaruha. Na kule kasema idhimbaza ashqaha, alipojitokeza muovu wao, mnyambi mkorofi kama yeye hakuna, ndio kwenda kalifanya ile. Inataka mtu mnyambi mkorofi kwa kweli kwenda kufanya ile. Akasema nataka kuondoa udhia miewe, akaenda kamu. Faqala, akasema tamatta'u fi darikum 3 ayamin. Yule nabii Saleh akawaambia, stareheni katika mji wenu kwa siku 3 tu. Madhali mshafanya kosa la kumtumbua huyo, nyinyi mna siku 3 tu za kutubu na kushauri zenu. Kama walikuwa wanatamba wanajiona kwamba sisi tumefanikiwa, basi akamwambia kama mnatamba stareheni, lakini nakupeni siku hizi 3, masaa 72, 72 hours, ndio siku 3. Masaa 24 siku moja, 24 mara 3, 20 mara 3 60, 4 mara 3 12, 60 ukiingiza 12 72. Masaa 72 nakupeni. Just only 72 hours. I give you just only 72 hours. Nakupeni masaa 72, tumtakiona nye. Shenzi. Muujiza muutake nyinyi. Mungu mnataka kumsachi pochi yake. Halafu wakati huo tena mkishaletea muone kero. Atakuacheni vipi Mwenyezi Mungu? Nakupeni siku 3. Akawapa masaa 72.
dhalika wa'dun ghairu makdhubin, na hii hali sio yenye kukadhibishwa ya siku 3, nakwambieni si ya uongo, hazizidi siku 3 mtakiona. Ndio ile fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim, akadidimiza Mwenyezi Mungu juu yao. Damdama, didimiza. Kiarabu na Kiswahili vimekwenda karibu. Dama. Wagogo wanasema idodomia. Idodomia manake imedidimia. Na wanatuambia ndo asili ya ule mji wa Dodoma. Tembo alikwenda pale akaingia penye dimbwi moja kubwa, anakunywa maji akadidimia, akaganda mle atoki mpaka akazama. Wakasema idodomia, ndio likapatikana neno Dodoma kutokana na hiyo idodomia kwenye lugha za Kibantu. Fadamdama, akadidimia. Kule manake Mwenyezi Mungu akawadidimiza wale, wakadidimia wote wakaenda zao chini kwenye ardhi, kwenye sura tu. Basi ndo anasema falamma jaa amruna, basi ilipokuja amri yetu. Na utaona kwenye manabii wote katika kuangamiza Mwenyezi Mungu falamma jaa amruna, basi ilipokuja amri yetu ile ya kuangamiza. Sasa najaina salihan, tulimuokoa nani? Kama kule tulipokuwa Nuhu tulimuokoa kwenye jahazi, na Hudi naye tukamuokoa, basi na Saleh naye tunafanyaje? Tunamuokoa kwa watu wa Thamud. Kwa hivyo kaumu Nuhu kaokolewa, Adi naye Hudi akaokolewa, na Thamud naye Saleh akafanyaje? Akaokolewa. Na hii inaonyesha wazi kwamba ukikaa upande wa Mungu, yanapokuja maangamizi unakuwa upande wa salama zaidi. Tukamuokoa Saleh, najaina salihan, tukamuokoa Saleh. Walladhina amanu mahu, na wale walioamini pamoja na yeye nao tukawaokoa, kama ilivyokuwa Nuhu pale aliokoka na wale waliomfuata kwenye jahazi. Kwa hivyo inaonyesha wazi kwamba imani inaokoa kwa yule kiongozi na wale watakaomfuata wakishakuwa na imani thabiti. Kasema alladhina amanu mahu, na wale walioamini pamoja naye. Tena bi rahmatin minna, kwa rehema itokayo kwetu. Hiyo ni rehema Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu angeweza kuangamiza wote, alafu siku ya kiyama akawafufua wao akawapeleka peponi wala akawapeleka motoni, angeweza. Lakini kwa rehema zake akawaokoa hawa wema, wakaangamia wale wabaya tu. Bi rahmatin minna, kwa rehema kutoka kwetu. Wa min khizyi yawmiidhin, na kutokana na fedheha ya siku ile. Khizyi ni fedheha, aibu. Innal khizya al-yawma was-su'a ala alladhina, fedheha, kufedheheka. Kufedheheka maana nini? Ni jambo ambalo wewe ulikuwa unalikataa, unaliona sio chochote, alafu linakuja linatokea kama vile ulivyolikataa, linakuja kutokea. Unafedheka, unaaibika, ndio khizi. Si zamani Kiswahili cha Unguja hasa mjini kule, wazee wanaweza kumwambia wewe mwana wa khizaya wewe. Ukiambiwa mwana wa khizaya maana yake mtu wa kufedheheka, ndio mwana wa khizaya. Kiswahili cha Kiarabu hicho sasa hivi kinakufa Kiswahili chetu sisi. Tuna mambo poa, minya kandamiza na hivi freshi, bomba. Yamebadilika maneno. Na udhalili yaumiidhin wa siku hiyo, na inakuja yaumaidhin na yaumiidhin, lakini hapa imekuja yaumiidhin, na kuna sehemu yaumaidhin. Na hasa kwa sababu ya mudhafu wa mudhafu ilayhi, ni mambo ya nahwu, sitaki kwenda ndani sana. Iko sehemu inasoma yaumaidhin na iko sehemu inasoma yaumiidhin. Hapa inasoma yaumiidhin bibani kama kule. Min khizi yaumiidhin, kutokana na fedheha ya siku hiyo tukawaokoa. Inna rabbaka, hakika Mola wako, huwal qawiyul azizi, yeye ndo mwenye nguvu, al-azizu, na ndo mshindi. Ana nguvu na ndo mshindi, akitaka lake hashindwi. Azizi mshindi, qawiyu mwenye nguvu. Wa akhadha alladhina zalamu, na ukawachukua wale waliodhulumu, sayhatu, kelele, au Kiswahili kingine ukenja. Wale waliadhibiwa kwa kelele, sauti. Na sauti inaadhibu na sauti inaua. Inategemea kiwango cha sauti
na uwezo wa sikio kupokea. Sisi tulipokuwa wadogo tumefanya mambo ya utundu mingi. Siku moja tulikamata kunguru, nikamshika mimi mabawa, nikamkamata na sehemu ile ya mdomo. Maana kunguru bwana ukimshika mabawa anakupiga kwa mdomo wake. Nikaukamata ule mdomo, alafu ile sikio lake nikalileta kwenye mdomo wangu, nikampigia kelele mpaka nilipochoka kumwachia kafa. Ile sauti yangu imekwenda kwenye ubongo, imeupangua ubongo wote, ule ubongo wake umevurugika wote mle ndani kwa urojo kutokana na ile sauti. Sauti yangu mie kubwa kwa kiwango cha kunguru au kuku. Usije ukafanya kwa njiwa au kuku kwa kunguru liue, halina maana yote. Uwa kunguru. Kajaribu kwa kunguru. Pigie mazogo uone. Anakufa. Sauti inaua sana. Wenye pressure ndo kabisa anaweza kafa kwa zogo tu. Lakini nategemea sasa na kiumbe mwenyewe. Anakwenda kumpigia kelele tembo, atakuua wewe. Yeye hafi kwa kelele yako wewe. Kwa sababu uwezo wake wa kusikiliza ni mkubwa. Basi ukawachukua ukelele au ukenja, sauti kubwa. Fa asbahu, wakapambazuka fi diyarihim, katika miji yao. Hapa fi diyarihim, kule fi darihim, hapa fi diyarihim, katika majumba yao au katika miji yao. Dari inakuwa nyumba au mji, na diyari inakuwa majumba au miji. Fi diyarihim, katika majumba yao au miji yao. Jathimin, chali. Jathimin, wamelala chali. Chali, kifo cha mende kile. Kulala chali manake mgongo na kisogo viko hivi, alafu uko hivi. Ndio chali. Jathama, chali. Na wako walio tafsiri jathimina wamepinda magoti, lakini mimi naitafsiri chali. Kiswahili hicho chali na kinapotea potea hicho. Kobe kalala chali ni methali ya Kiswahili. Kobe kalala chali manake ni mtu aliyeshindwa, kwa sababu kobe alivyo na mgongo wake ule, akibiruka kalala chali hanyanyuki. Hana uwezo wa kunyanyuka kabisa, anachezesha miguu tu. Kalala chali mpaka akageuzwe na mikobe mizito kweli. Sasa wakisema Waswahili kobe kalala chali, manake mtu kashindwa vibaya. Kama ni uchaguzi, kobe kalala chali manake hanyanyuki. Na mende naye vile vile akishageuka vile utamwona anafanya hivi mpaka kipatikane cha kumgeuza upepo umsukume, ndo hawezi kutoka pale alipo. Na kasa ndo hivyo hivyo, hanyanyuki. Kwa hivyo chali kibwago cha kweli, jathimina. Mimi natafsiri hivyo. Ukaenda kwa mwingine atakwambia wamepiga magoti, wameanguka, lakini mimi nasema chali. Tumevamiana. Hizi tafsiri ukipenda chukua, ukipenda niachie mwenyewe, katafute yako uiweke. Lakini neno jathimina litabaki vile vile katika Qur'an. Ka'an lam yakhnau fiha, kama kwamba hawakutamba ndani ya miji hiyo. Ka'an lam yakhnau, kama vile hawakutamba ndani ya hiyo miji. Yani hawakuweza kwenda huku na kule wala kufanya hili na lile. Utafikiri hivyo jinsi walivyokufa, kama kwamba hawakuweza kutamba, hawajawahi kutamba ndani ya miji ile hata siku moja. Utafikiri watu wamekufa pahala pambali, halafu wameletwa, wametupwa tu pale. Vile utakavyowaona. Sasa Mwenyezi Mungu anasema ka allam yakhnau, kama vile hawakutamba humo. Yani hawakutumia uwezo wao wa kuondoka kwenda hapa na pale wala kufanya hili na lile. Utadhani watu walikufa mahala pengine wakaletwa wakawekwa watu pale, jinsi vile walivyokufa, kwa sababu wamekufa kwa sauti. Sasa kufa kwa sauti, kila mmoja imemkuta pale alipo, na hakuna mtu aliyefanya harakati ya kwenda mahala pengine kwa sababu ya ile sauti, kwa sababu hajui sauti inatokea wapi, unaikimbia vipi. Kwa kila mtu kafia hapo hapo alipo. Ni kama radi. Radi inaua watu, na ikimpiga radi mtu hawezi kukimbia, hajui inatoka wapi wala inakwenda wapi, anabaki hapo hapo anaganda tu, na anaweza kugeuka makaa. Sasa ka'an lam yakhnau fiha, kama kwamba hawajatamba humo ndani ya miji yao.
ala yeleweke, inna Thamuda kafaru rabbahum, hakika taifa la Thamud, kabila la Thamud limkufuru Mola wao. Kafaru wengi hao, rabbahum walimkufuru Mola wao. Ala yeleweke, bu'dan li Thamud, utengo kwa Thamud, wametengwa na rehema za Mwenyezi Mungu kwa maangamizi haya, kwa sababu rehema inaokoa, haiangamizi. So ile sema wanajena birahmatin minna, kwa rehema itoka kwetu ndio tukawaokoa. Kwa hivyo rehema inaokoa, kinachoangamiza ni hasira za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo bu'dan, utengo li Thamud, kwa Thamud wametengwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu watu wa Thamud. Hiyo ni habari ya nani? Ya Nabii Saleh na watu wake wa Thamud, kwa muhtasari sana, haijaletwa kwa urefu. Lakini kama ilivyo Surah Hud inaonesha mitume mbalimbali waliotumwa, kazi walizozifanya kwa watu wao, majibu yaliyojitokeza kutokana na wale watu, na matokeo ya mwisho ya kazi zao yalikuwa nini. Kwa hivyo humu unapata mambo makubwa hayo, kwamba mitume waliopelekwa, kazi walizozifanya, majibu ya watu wao, na mwisho matokeo yake yalikuwa nini. Kila kisa kinakupa habari hiyo, kuanzia Nuhu mpaka hapa tulipofika kwa Saleh. Tumefahamiana? Tusonge mbele kwa sababu muda tunao kiasi. Wala kad jaat rusuluna Ibrahima, na kweli hakika walimjia wajumbe wetu Ibrahim. Rusul, wajumbe, na hapa wanakusudiwa malaika, sio mitume, kwa sababu Ibrahim ndo mtume mwenyewe. Tena ajiwe na mtume wa nini wakati yeye ndo katumwa? Yeye anajiwa na malaika. Kwa rusul hapa ni malaika, na Mwenyezi Mungu anasema Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Mwenyezi Mungu anateua katika malaika mitume na katika watu. Kwa hivyo wako malaika mitume, lakini malaika mitume si kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kuwajia wao mitume, kuwapelekea ujumbe au kufanya zile kazi alizowapangia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa ni malaika. Wala kad jaat rusuluna Ibrahima, na kweli hakika walimjia wajumbe wetu malaika Ibrahim, bil bushra, na ile bishara. Bishara manake tarajio jema la uhakika litakalokuja. Lipi? La kumwambia Ibrahim utapata mtoto. Manake Ibrahim aliishi umri mrefu hakupata mtoto. Wanasema alifika miaka 80 hana mtoto, na bibi Sara mke wake alifika miaka 60 hana mtoto. Wengine wanashusha kidogo, wanasema mke wake alifika miaka 50 na yeye akafika miaka 70 hana mtoto. Chukulia tangu ujana wameoana, mwanamke akiwa na miaka, kwa zamani miaka 18 kishaolewa, na yule bwana na miaka 20, alafu wakae mpaka yule afike miaka 50, yule afike 70, au yule afike 60, yule afike 80, hawajapata mtoto. Pana matumaini tena hapo? Kibinadamu unasema hapa hamna kitu. Sasa Mwenyezi Mungu akataka kumuonesha Ibrahim kwamba haya mambo yote ni yangu mie, wala usikate tamaa na kuletea mtoto. Usifikiri umeme wa kidatu umekatika, bado upo. Moto, piga tu mashine, kitapatikana kitu. Qalu, wakasema malaika wale salama, wakasema salamu, yani wakatoa salamu, wakasema salamu alaikum. Ndio maana qalu salama. Ukiitaka hiyo kaitazame kwenye sura Furqan, wa idha khatabahumul jahiluna, qala salamun, na yeye akasema hivyo salamu, yani wale mwambia salamu alaikum, akasema wa alaikumus salam. Yote wakasalimiana kwa amani, ndio muradi wake. Yani wakatoa salamu na yeye akawajibu salamu, ndio tafsiri ya wanazoni qala salamun. Kule mwingine akasema qaumun munkaruna, watu msiojulikana. Fama labitha, basi hakuketi, yani hakukaa muda mrefu. Labitha ndo desturi za watu, hasa Waarabu na watu makarimu vile vile wote kwa ujumla duniani. Akija mgeni wanampokea kwanza, karibu bwana, kabisa kutoka huko, vipi tukupe maji kidogo, nitakwenda msalani na nini basi akishakujua ile hali anakwenda ndani kutafuta kitu chochote cha kuleta takdumu. Hawa wana nyama kavu, zinaitwa angalau zile nyama zilizokauka, pengine pana matango kidogo yamekatwa au mahindi ya kuchemsha au nini chochote kile cha kufungua kinywa,
kabla msosi haujafanyaje, haujaandaliwa. Tumefahamiana? Kwa wazee wetu kule Pemba ni chai. Ukiingia kwanza unapoa mkandaa mzee. Nasema choma ngau tumbo. Unapiga kidogo twi. Lile tumbo lako unapata joto kidogo alafu tena vingine vinafuata. Vinakuja kufuata baada, unaweza kufuga sheli za kuchemsha la haraka haraka au jua mapande au chochote kinakuja kitakachowezekana kwa wakati ule. Ndio desturi za ukarimu. Na mashamba ndio hivyo. Waarabu ndio kabisa, watakupa takdumu kahawa, watakupa ndizi kwa huku, papai, chenza, chungwa, kule Arabuni watakupa tende. Ndio desturi za kiungwana. Mwingereza anakupa wine kwanza. Anakupa pombe aina ya wine urekebishe mambo kidogo na wakuletea toast kidogo, vinyama vikavu, alimradi kila mmoja na desturi zake. Fama labisa, basi akukaa baada ya kuwapokea, anjaa akaja biijlin hanidhin, na ndama mnono, ndama wa ngamia. Ijli ni ndama wa ngamia, sio ndama wa ng'ombe. Yani ngamia akiwa bado halijazeeka nyama yake inakuwa nzuri, inakuwa mnofu kuliko ile ngamia lisha kubuhu, nyama yake inakuwa ngumu. Akaja na ndama mnono wa ngamia, kesha mpika. Kama mnakumbuka kule Nabii Musa, ittakhadhul ijla, walitengeneza ndama wakamwabudu. Samiri ndio aliochongea yule ndama. Fatakhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwarun. Yule ni ndama wa ngamia, sio ndama wa ng'ombe. Kwa desturi ya lugha ya Kiarabu ikisema ijil wako uliopita wa ng'ombe, lakini kwa tafsiri ijili ni wa ngamia. Kwa hivyo akaja na ndama wa ngamia hanidhin, mnono, yani nyama laini, kwa sababu nyama yake inakuwa laini, halafu na mafuta kidogo, raha. Yeye anajua, akajiwa na wajumbe, hajajua kama hawa ni malaika. Yeye kadhani ni watu. Na hii inaonyesha wazi kwa malaika wakimjia mtume wanakuja katika sura za watu, tena wanaume, sio wanawake. Kule aya nyingine kasema faqarrabahu ilayhim, akamsogeza kwao lakini akaleta nyama pale imetengenezwa vizuri na nini. Falamma raa, alipoona, aidiyahum, mikono yao, la tasilu ilayhi, haifiki kwenye yule ndama mnono, ile nyama. Yani wamekaa hivi kama wamefunga swala au hivi kama ibadhi, chakula unakikodolea macho, lakini mikono haifiki kwenye nini, kwenye ile nyama ya yule ndama. Wakati mtu kama katoka safari na ana njaa, mgeni ghafla kakaribishwa, chuma kinashuka kama hicho, mimi sikiachi. Kila mtu atakula vizuri, mambo safi, na ndama nyama laini, ina mafuta kidogo, inashuka kirahisi tu. Alipoona mikono yao haifiki kwenye ile nyama, nakirahu, alibabaika nao au alitatanishika nao. Hakujua ni akina nani hao. Watu wanatoka safari ndefu kama hiyo, kwa sababu kutoka pale alipo yeye kukutana kijiji kingine ni masafa marefu. Mimi nimewaandalia ndama mnono, nyama ya kuchoma safi, imeiva na kifuta na nini. Hawali. Ni akina nani hawa? Watu wa aina gani? Nakirahum, akatatanishika nao, akababaika nao, hakuwajua ni akina nani. Ndio kule kwenye nahwu kuna kitu kinaitwa nakira, ismun shai'un fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Ni jina lililoenea katika jinsi yake, halihusishi mmoja pasi na mwingine. Sasa akawa hawajui hawa ni akina nani, wamekuwa kwake nakira. Tumevamiana, wakamtatanisha, si maarifa, wamekuwa nakira, hawajui ni akina na. Watu wa aina gani hawa? Nakirahum, akatanishika nao. Wa aujasa, na akaguswa, minhum, kutokana na wao, khifatan, na hofu. Akapata mchecheto kidogo, kuna jambo kubwa basi. Ikiwa wageni hawa hawataki kula, ni akina nani hawa, wametoka safari ya mbali, lazima kuna jambo kubwa. Fa aujasa,
wa aujasa, ikamgusa katika nafsi yake, fi nafsi khifatan, khofu, akapata kidogo wasiwasi. Kuna nini? Lazima kuna tatizo. Qalu, wakasema, wamegundua, kapata wasiwasi. La takhaf, usiogope bwana. Acha habari za kuogopa, sisi hatuli na nini na nini, usituogope. Inna, hakika sisi, ursilna, tumetumwa, ila qaumi Lutin, kwa watu wa Luti. Hapa tunapita tu kwa salamu. Hii habari si yako, ni habari ya watu wa Lutu huko, wanaowapumulia visogoni wanaume wenzao kwenye visogo, wanaochimba makaro. Sisemi zaidi ya hapo, mtasema shekhe kaamua leo kufafanua zaidi, humu mnafumba. Wanaowafanya wenzao manati, miguu ile miwili wanaitawanya yote manati, wanaofanya wanaume wenzao manati. Ila qaumi Luti, tumetumwa sisi kwa watu wa Luti, sio kwako. Hapa tunapita tu. Wa mraatuhu qaimatun, na mke wake Ibrahim alikuwa kasimama wima, kwa sababu yeye ndo keshapika chakula, kimepelekwa pale. Wanawake wana tabia, anaweza kukaa pembeni kwenye nguzo hivyo kwenye ukuta, akakaa anatazama wageni wanakula, wamefurahia chakula. Akiona mtu katia nyama alafu kafunga uso, anajua nimekosea kupika. Lakini ona mtu anachukua jingine, sasa chakula umekipenda, huyo anarudi zake. Bibi Sara huyo, wa mraatuhu qaimatun, na mke wake kasimama. Fadhahikat, akacheka pale alipoambiwa, aliposikia anasema tumetumwa kwa watu wa Lutu, akajua leo kimbembe, kwa sababu kule anajua kuna mashaka. Akasema balaa hilo linakwenda kuwakuta watoboa makaro, wasoona kinyaa kusikia harufu mbaya. Kama yule mmoja alitengeneza kile, alichukua kile plastiki kidogo cha kutilia ugoro kile, yeye akatia mavi makavu, alafu akawa ananusa. Wallahi mahala matoka hii mzuri sana. Hii huyo kazidi ananusa kinyesi badala ya ugoro. Mwingine alipata kama kichaka, anapita kwenye karo za watu, zile nyumba nyuma kuna karo, ananusa vile vinyesi tu, alafu anarudi zake kupundua, anapata usingizi. Dhambi bwana nayo kama huijui ina hatari. Basi wa mraatu qaimatun fadhahika, akacheka. Fabasharnaha, tukambashiria bi Ishaqa, kwamba atapata mtoto anaitwa Ishaqa. Akamwambia wewe uliocheka, wewe utapata mtoto. Wakati wa Ibrahimu keshakata tamaa kupata mtoto, na mke wake naye keshakata tamaa. Na kukata tamaa kwa mwanamke kuko wazi, hapati tena hata zile siku zake. Yani mwezi mzima unapita mweupe, hajapigwa kadi nyekundu. Sijui niseme zaidi au tushafahamiana? Ile damu ya mwezi chururu haione hata kidogo. Kwa hivyo shaona kwamba mimi tena humu ndani hamna kitu. Tanuri hili haliwezi kuoka mikate tena. Lakini wao wakambashiria Ishaq, wakamwambia utapata mtoto anaitwa Ishaq. Na hili neno Ishaq kwa lugha ya waliokuwa wakitumia wao, maana yake ni idhak, cheka, au yidhak, anacheka, kwa sababu huyu mwanamke alicheka. Fadhahikat, kwa hivyo Ishaq maana yake cheka au anacheka. Kwa Kiarabu idhak, kwa wao Ishaq, kwa Kiisraeli Izhaq. Ndo Israeli wana mtu anaitwa Yitzhak Rabin, alikuwa waziri mkuu. Yadhahaku kwa Kiisraeli Yitzhak, idhak kwa Kiarabu. Kwa lugha iliyotumiwa Ishaq, cheka, anacheka.
Majina alikuwa anakwenda kwa matukio. Wakaambia utapata cheka, wamewarai Isaka, na baada ya cheka atakuja Yakub kisigino, au afuatae Yakub. Na sababu yake imo kwenye Biblia kwamba wakati wa kuzaliwa walikuwa wawili pacha, Yakobo na Esau. Mkunga alipokuwa anawapokea, mmoja akatoka kimiguu, na mtoto anatakiwa atoke kichwa katika hali ya kawaida, atoke kimiguu. Kwanza akitoka kimiguu anaweza kuitanua akamuumiza mama, anabia kachumbe anakuja hivi. Na pia wanazuoni wengine wanasema ni ishara ya kusujudu, kwamba kichwa kifike kwanza. Sasa akatoka kimguu. Kutoka kimguu, desturi wakunga wazalishaji wanamrudisha tumboni, kwa sababu wale pacha wanakuwa wawili, lakini mmoja anakuwa kaelekea hivi, mmoja kaelekea hivi. Kama ndizi pacha ziko ambazo zinaelekea juu zote, lakini nyingine moja chini moja juu. Sasa huyu aliyoko juu kaelekea juu anakuja mwanzo kutoka, anapokuwa chini mpaka apite huku kwa alipopita mwenzake, ndio aje tena afanyeje, atoke. Kwa hiyo yule ambaye yuko juu anaanza mwanzo kupinduka akaja zake, yule ambaye yuko chini kichwa inabidi aanze tena yeye kupanda, alafu ndio aje apinduke. Sasa inaonekana alipotoa mguu akatoa mguu yule wa mwanzo aliotakiwa kutoka, lakini badala ya kutoka kichwa akatoa mguu. Sasa kawaida anarudishwa ndani yule ili aje atoke kwa utaratibu unaotakiwa. Yule mkunga akachukua uzi mwembamba kama ukindu, utepe mwepesi, akamfunga kwenye kisigino. Yani hapa juu kwenye kisigino hapa akamfunga. Kama unafunga ushanga hivi au bangili. Hapo akamrudisha ndani. Wakati wa kuja kupokea akaja akatoka yule mwenzake, hakutoka yeye. Ikawa yule katoka mwanzo lakini umetoka mguu akijatoka kichwa. Aliporudishwa ndani akatoka yule ambaye alikuwa hajatoka. Na akatoka mwekundu, ana yale manyoya mekundu sana. Alipopewa taarifa baba yao akasema huyu ataitwa Esau, huyu mwekundu. Esau kwa Kiswahili manake mwekundu au chekundu. Na yule aliyetoa mguu akalipotoka akasema huyu ataitwa Yakub kisigino, au anayefuata. Ndio waman yanqalib ala aqibaihi wa min wara Ishaqa Yakub. Na baada ya Ishaqa atakuja nani? Atakuja Yakobo. Kwa hivyo hapa akapewa bishara si tu ya mtoto mpaka mjukuu. Manake Ishaqa atamzaa nani? Na wengine wanasema Ibrahimu hili hakulifahamu, alifikiri Yakubu atakuwa mwanawe. Kumbe Yakubu atakuwa mjukuu wake. Na Yakubu akamzaa Yusuf. Yusuf atakuwa kitukuu. Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Na wote manabii. Qalat, akasema yule mwanamke, ya wailata, sikitiko langu mimi, balaa gani hili? Aalidu, ntazaa wa ana ajuzun, na mie ni kikongwe, nchachoka, hata damu haipo tena. Shida kubwa. Aalidu, je nazaa wa ana ajuzun, na mie ni kikongwe? Ndio ile ajuz. Ajuz kwa Kiarabu fasaha ni sifa ya mwanamke, si sifa ya mwanamume. Mwanamke anaitwa ajuz kwa Kiarabu fasaha, lakini mwanamume haitwi ajuz katika Kiarabu fasaha. Katika Kiarabu cha kawaida tunasema tu ajuz. Aliduana ajuzun, manake natokana na ajzi, kushindwa. Nitazaaje na mimi ni mwenye kushindwa, sipate hata siku zangu, ratiba sina. Na mwanamke mzazi anajijua kwa ratiba yake ya damu ya mwezi. Kwa hivyo utakuwa muujiza sasa. Wa hadha bali, na hili dume langu, shaykha, kongwe. Wa hadha bali, na hili dume langu Ibrahim, shaykha, kongwe, lina mamvi mpaka ndani uko kwenye viwanja uko kweupe mvi. Shaykha, lishazeeka dume langu hili.
Ndio pale wanaposema ajuz alikuwa na miaka 60 na sheikh alikuwa na miaka 80. Na kusema ajuz alikuwa na miaka 50 na yule sheikh alikuwa na miaka 70. Itakavyokuwa walishakuwa watu wazima kiasi cha kupata wajukuu na hawajapata mtoto. Kwa hivyo mwanamke akasema alidu ndo nitazaa mimi wa ana ajuzun, na mie ni kikongwe nimeshachoka, wa hadha ba'li, na ili dume langu ndo sheikha kongwe kabisa halina lolote. Na kalita ba'li dume, hakusema zauji. Kuna kondomu hapa ziliingia zinaitwa dume, kwa Kiarabu zilipochapishwa ziliandikwa ba'al, maana yake dume. Kule aliwaambia atad'una ba'alan wa tadharuna ahsana al-khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalina. Ba'alan ni dume. Na kule niliwahi kusema katika tafsiri siku moja, lakini nikaona nikisema sana nitashtua watu. Wale walikuwa wanaabudu dhakari, wale watu walikuwa wanaabudu nini? Dhakari. Na mpaka leo sitaki kusema nchi gani wako watu wanaabudu dhakari. Inachongwa hasa au inatengenezwa ya jiwe kwa namna mbili, moja imelala hivi, umelala doro, na moja umesimama sasa chuma kiko hivi kama mlingoti. Wanakuwa pale wanaabudu. Wao kwa nini nasema hapa ndo zilipotoka mbegu zetu, lazima tupaabudu. Dume kaliita dume tu, hadha ba'li sheikha, na ili dume langu zee mamvi kila mahala, mpaka nywele za pua zina mvi. Hivi tena tutazaa sisi? Anahoji mwanamke, inna hadha la shay'un ajib, hakika jambo hili la kushangaza sana, sio ajab, ajib, mubalagha. Hili jambo la kushangaza sana, tutapataje mtoto namna hii? Qalu, wakasema ataajabina min amri llahi. Tunamaliza aya hii. Ndo unaishangaa amri ya Mwenyezi Mungu wewe mwanamke? Ataajabina, je, unashangaa min amri llahi, na amri ya Mwenyezi Mungu ambaye akisema kun fayakun, kuwa na linakuwa. Adam hakuwa na baba wala mama, kapatikana. Unashangaa nini wewe? Amri ya Mungu hii litakuwa hilo. Rahmatullahi wa barakatuh, ni rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake alaikum juu yenu nyinyi ahlal baiti, watu wa nyumba hii. Watu wa nyumba hii Mwenyezi Mungu anaweka rehema zake na baraka zake kwenu. Hizo ni rehema na hizo ni baraka. Aya hii iliwahi kuwa na ubishi na mtu kusema neno ahlal baiti hapa limemuingiza Bibi Sara, halijamuingiza. Kwa hivyo ahlul baiti na wake wanaingia. Sasa vipi nyinyi mnazungumza ahlul baiti halafu wake za mtume hamwataki? Nikamchokoza kidogo, tulivutana hapo, alitoka mafua kwa kesi chake. Akasema ahlul baiti si Bi Khadija. Bi Khadija kafa Maka zamani gani? Tukaingia kwenye ayatul ahzabi inawazungumza ahlul baiti wakati Bibi Khadija kishakufa. Ahlul baiti Rasulullah watakuwa nani? Kwa nini mtume wake zake wasiingie? Lakini twendeni huko, elimu za ubishi hizo sizipendi sana, kwa sababu ubishi na uweza. Sasa nikiweza inawakera baadhi ya watu. Ataajabina min amri rahmatullahi wa barakatuh, rehema za Mwenyezi Mungu na baraka zake alaikum juu yenu ahlal baiti, kwa takdiri ya ahlal baiti. Munada mudhafu mansubun wa arfu lillahi mahdhuf, takdiru ya ahlal baiti. Na wako waliopita vinginevyo katika irabu. Watu wa nyumba hii ndio ahlal baiti. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu yeye ni Hamidun Majid, ni mwenye kushukuriwa na mwenye sifa nyingi. Fa'ilun bimaana maf'ul, ay mahmudun wa mamjudun, ni mwenye kusifiwa, kushukuriwa na kusifiwa sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashukuriwe na Mwenyezi Mungu asifiwe sana. Tufike hapo kwa leo. Falamma dhaba an Ibrahim ar-raw'u, tutakuja kwa